tunafundisha neno gumu, lakini kama kawaida yangu ni kwamba tunaenda na muda. Litakapoishia ni hapo hapo, utangulizi hapo hapo, tuko katikati hapo hapo, sio lazima tufanye nini? Tumalize. Sio vizuri eh? Ujumbe wa leo unasema, je, una taarifa sahihi? Kwa hivyo tu, je, una taarifa sahihi? Ndio ujumbe wa leo. Afu mgeukie mwenzako muulize swali hilo, je, una taarifa sahihi? Leo usijasikia, mgeukie mwenzako muulize, je, una taarifa sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuzungumze juu ya taarifa, lakini tutalenga juu ya taarifa sahihi. Na taarifa kwa kawaida si rahisi nakuta mtu anafundisha somo la taarifa kanisani. Sio rahisi. Si ndio? Lakini leo nataka tujifunze juu ya taarifa. Lakini tunaenda zaidi taarifa sahihi. Kwa neno, maana neno taarifa tunasema ni ujumbe au ripoti maalum inayowasilishwa kwa njia ya mdomo au maandishi. Ni ujumbe au ripoti maalum inayowasilishwa kwa njia ya mdomo au maandishi. Ndio taarifa. Inaweza ikawasilishwa kwa njia ya maandishi, inaweza ikawasilishwa kwa njia nini? Ya mdomo. Kawaida tu, kama vile ninavyoweza kwenda kwa mabosi nikampa taarifa, halafu akawapelekea wengine, ndivyo ilivyo nini? Taarifa. Vile unavyoweza unampa mtoto wako taarifa, vyovyote vile tunavyoweza kuita. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo ni kufahamisha jambo fulani, taarifa. Katika dunia ya sasa iliyojaa mabadiliko ya kasi ya maendeleo ya teknolojia, taarifa au habari, maelezo sahihi ni rasilimali ya msingi kuliko hata mali au silaha. Narudia, katika dunia hii ambayo ina maendeleo ya sayansi na teknolojia, taarifa ni rasilimali muhimu kuliko mali au silaha. Unaweza ukawa na mali, unaweza ukawa na silaha, lakini kama huna taarifa sahihi, bado huna rasilimali. Naomba mfano. Dunia ya sasa hivi, ili useme dunia nchi imeendelea, ni ile nchi ambayo ina uwezo wa kukusanya taarifa. Na ndio maana leo Marekani, ndio tunasema ni nchi ambayo imeendelea. Kigezo cha kwanza tunacho ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa wa kukusanya nini? Taarifa. Na ndio maana leo hii tunavyoona, wakiamua wazime Facebook wanazima. Yaani wakiamua tu tusemee gizani leo, wanafanya nini? Wanazima. Chochote wanaweza akaamua akafanya. Na ndio maana kwa sababu ya teknolojia ulionayo ya taarifa vizuri, wakaja wakadevelop na kwenye silaha. Sikiliza, huwezi kupigana vita yoyote ukashinda kama huna taarifa za hiyo unayopigana nayo. Tunaona vizuri? Huwezi kushinda vita yoyote dunia hii kama hujui, huna taarifa za hiyo unafanya nini? Na ndio maana nchi, unajua nchi, na ndio maana nchi kila siku asubuhi kuna postmortem ya asubuhi ya kujua kupata taarifa nchi inaendeleaje. Na ndio maana kwenye nchi kuna vyanzo vinavyoonekana na visivyoonekana, vinavyokusanya nini? Tumeelewana? Nchi yoyote ambayo haina uwezo wa kupata taarifa za kiusalama, hiyo nchi iko hatarini. Tumeelewana eh? Na ndio maana ukitokea ugonjwa wote, si ndio, ugonjwa umetokea ugonjwa, kitu cha kwanza wanachokifanya ni kutafuta taarifa za ugonjwa. Tunaposema wanafanya research, wanafanya utafiti ni kupata taarifa sahihi za ule ugonjwa. Wakishapata taarifa sahihi za ule ugonjwa, ndipo wanaweza wakatafuta namna ya kuutibu. Na ndio maana wakati corona imetokea, mashirika mengi yalikuwa yanafanya utafiti ili yajue kabisa kwamba hapa tatizo ni hili. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa napenda kuambia vijana, mfano, ukiwa ni kijana wa namna yoyote, wa umri yoyote, kama huna taarifa ya maisha yako, yani nazungumza maisha yako, yani huna taarifa ya maisha yako ya sasa hivi na yajayo, umepotea. Ni msikilizaji. Tunaona
Umepotea na msindikizaji. Yaani hapa yawe ni maisha ya kiroho, yawe ni maisha ya kimwili, kijana lazima uwe na taarifa sahihi za maisha yako. Uwe na taarifa sahihi za maisha yako ya baadaye. Hapo ndipo utaepuka kufanyia kazi za kukopi na kupesti. Umeona huyu anafanya na wewe unafanya nini? Unafanya. Tunaelewana Tunasema hivi, taarifa sahihi huamua mafanikio au kushindwa katika kila nyanja za maisha ya binadamu. Kuanzia uchumi, siasa, afya, elimu hadi dini. Unaelewa? Yaani taarifa sahihi huamua kufanikiwa au kutokufanikiwa kwenye nyanja zote, ziwe kiuchumi, kisiasa, hata za kidini. Kama hakuna taarifa iliyo sahihi, hakuna mafanikio. Na ndio maana wapendwa, huwa mnaona nchi inafanya sensa ili ipate taarifa sahihi za watu hiyo nao, ili inapokwenda kuanza kufanya mipango kwa sababu ina taarifa sahihi za watu wake. Tunaelewana si ndio? Maamuzi ya mwanadamu, zingatia, maamuzi ya binadamu msingi wake hujengwa chini ya taarifa aliyopokea au alionayo. Yaani maamuzi ya mwanadamu anayofanya leo hujengwa na taarifa alionayo au aliyoipokea. Yaani ukiona leo unafanya kitu, unafanyia taarifa ulionayo au uliyofanya nini? Ulioipokea. Sasa itategemeana sasa ni taarifa ipi ulionayo. Msingi wa binadamu, ikiwa ni asubuhi, ikiwa ni mchana, ukitaka kufanya jambo lolote, hutegemea taarifa ulionayo au ulioipokea. Isipokuwa taarifa sahihi na chanzo sahihi, maamuzi yako pia yatakuwa sio sahihi. Kama ni msingi, kama huna taarifa sahihi na chanzo sahihi, maamuzi utakayofanya sio. Na ndio maana watu wengi huwa wanapotea kwa kufanya maamuzi ya kufuata vikundi, si ndio? Au mtaani, au yani amesikia tu taarifa. Ndio unaona wapenda, hebu angalia. Bwana sio. Wakati tunaenda mbali tutakuja kuona hata wakati wa mwisho dunia, yani nyakati za mwisho ambapo ndio tuzonazo. Tumeelewana? Kitu cha kwanza kitakachokuwepo, kutakuwa na nguvu ya ukweli na nguvu ya uongo. Nguvu ya ukweli na nguvu ndio vinavyopigana sasa hivi. Nguvu ya ukweli na nguvu ya uongo ndiyo iliyopo sasa hivi. Inakujaje? Itapitia kwenye taarifa. Kwa hiyo tuweze kukwepa. Si ndio Lakini niseme kitu kimoja. Wapendwa, Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mawasiliano ni Mungu wa utaratibu. Mawasiliano na taarifa sahihi, hakuna jambo lolote ambalo Mungu amelifanya bila kwanza kutuma taarifa kwa watumishi wake. Ukisoma kitabu cha Amos 3:7 inasema hivi, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Si ndio? Katika kazi za Mungu, niende pole. Katika kazi za Mungu kuna kila taarifa. Mfano mbinguni nimesema leo nafundisha, kulikuwa na kitengo cha mawasiliano. Hivi tunakumbuka nchini huko tuna wizara ya taarifa ya mawasiliano na taarifa ya mawasiliano, ndio ya habari na taarifa, ndio na siku hizi baada ya kuimekuwa sana, wameanza hata kuitoa kwenye mchezo, imekuwa inajitegemea kwa sababu hakuwa na impact kubwa. Sasa hata Mungu alikuwa na kitengo hicho, alikuwa na kitengo cha mawasiliano cha mbinguni, hadi leo anacho. Kwa hiyo ukiona taarifa zilikuwa zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana Mungu amekuwa akikutumia kwa karne nyingi kuwakilisha wanadamu ujumbe wake. Yaani miaka yote Mungu alikuwa anatumia. Na kiongozi, ukisoma Gabriel, ni malaika maalum wa kutuma taarifa muhimu kutoka kwa Mungu. Yaani ukisoma waziri, yani mtu ambaye ndiye mwenyewe anayetoa taarifa za Mungu, ni malaika Gabriel, ndiye anayeongoza wizara ya mawasiliano ya wapi? Ya mbinguni. Na ndio maana sehemu zote unakuta Gabriel kafanya nini? Katumwa. Mungu mwenyewe anaamini kwenye
Sasa ukisoma mtu mmoja tusomee Luka sura ya kwanza mstari wa 19 na Mathayo 1:19 kama sijakosea, nadhani zote. Luka 1:19 inasemaje? Neno la Mungu linasema, malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Endelea. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo. Tuiache hiyo sasa, maana ni ya Yohana. Nenda Mathayo 1:19 inasemaje? Mathayo 1:19 neno linasema. Hapo ina tunajaribu kuona namna gani Mungu anamtuma nani? Anamtuma Gabriel. Namna gani Gabriel alikuwa anatumika kutoa nini? Kupeleka taarifa. Naye Yusufu mmewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki. Twende pole pole. Rudia. Naye Yusufu mmewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaimisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Unasikia? Yusufu baada ya kusikia mchumba wake ana mimba